Kwa mwaka 25-26 wizara imekamilisha majadiliano na mwekezaji wa kampuni ya Shudao Investment Group Company Limited kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa chuma cha Liganga na makaa ya mawe ya Mchuchuma. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwekezaji huyu mpya ni kampuni inayomilikiwa na serikali ya Jamhuri ya Watu wa China ambayo imenunua kampuni ya awali ya Sichuan Hongda Group Company Limited kwa lengo la kutekeleza mradi unganishi wa Mchuchuma na Liganga kwa kushirikiana na shirika letu la taifa la maendeleo NDC. Mheshimiwa Mwenyekiti, kupitia majadiliano hayo, pande zote mbili zimefikia makubaliano ya msingi sahihi ya mgawanyo wa hisa na muundo wa uwekezaji, kiwango cha mtaji wa uwekezaji unaohitajika, muundo shirikishi wa usimamizi wa uendeshaji wa mradi, muda wa mkataba ya uwekezaji, uishaji wa taarifa ya upembuzi yakinifu wa mradi, uandaaji wa modeli ya kifedha ya pamoja, vivutio vya uwekezaji vinavyoendana na sheria ya Tanzania na uongezaji wa thamani kwa madini yote yakiwemo chuma, vanadium na titanium hapa nchini. Vile vile, uandaaji wa rasimu za mikataba ya ubia na mikataba ya wanahisa kwa miradi ya uchimbaji na kiwanda cha kutengeneza bidhaa za chuma umekamilika. Kwa ujumla, majadiliano ya mradi ambao umekaa kwa muda mrefu wa Liganga na Mchuchuma yamekamilika kwa mafanikio makubwa, na kwa sasa pande zote zinawasiliana na mamlaka zao kwa ajili ya hatua za idhini. Mheshimiwa Mwenyekiti, waheshimiwa wabunge, kwa mnyama bunge kadhaa hoja yao kubwa ilikuwa ni Liganga na Mchuchuma, lakini leo tunafurahi kusema kwamba waheshimiwa wabunge, Liganga na Mchuchuma majadiliano yamekamilika. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii ni hatua ya kihistoria kwa mradi huu wa kielelezo kwa taifa letu ambao utakuwa na manufaa makubwa. Aidha, mikataba ya ubia na wanahisa inatarajiwa kusainiwa katika kipindi cha nusu ya kwanza ya mwaka 26-27 ambapo ujenzi wa miradi unatarajiwa kutekelezwa kwa kipindi cha miaka mitatu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kutekelezwa kwa mradi huo utawezesha nchi kuokoa matumizi ya dola za Marekani bilioni 1.22 sawa na trilioni 3.2 ambazo zimekuwa zikitumiwa kununua bidhaa za chuma kutoka nje ya nchi, ikiwa ni bidhaa ya pili kwa matumizi makubwa ya fedha za kigeni baada ya bidhaa za mafuta ya petroli. Vile vile, utekelezaji wa mradi utaongeza mnyororo wa thamani kwa bidhaa mbalimbali zitakazozalishwa kupitia viwanda vingine vitakavyoanzishwa na utaondoa au kupunguza uharibifu wa miundombinu unaosababishwa na mahitaji ya chuma chakavu katika uzalishaji wa bidhaa za chuma. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa taarifa za awali za moduli, yani Joint Financial Model, iliyoandaliwa kwa pamoja na wataalamu wa serikali na mwekezaji, makadirio ya mapato ya serikali kutoka kwa kodi mbalimbali pamoja na malipo ya mrabaa kwa kipindi cha miaka 25 ni jumla ya dola za Marekani trilioni 1.99. Aidha, mapato ya mradi yatakayotokana na mauzo ya umeme, makaa ya mawe, bidhaa za chuma, titanium, vanadium na aluminium sulfate. Vile vile, utekelezaji wa mradi huu utawezesha kupatikana kwa ajira za moja kwa moja 6,500 na zisizo za moja kwa moja takriban 26,000, lakini kwa sababu tuna confirm feasibility study tutaendelea kuupdate data hii kulingana na takwimu hizo.